Jamani, wakina mama, wakina dada, mzale sana. Tena ongereni mzale sana. Biden anapana 1400. Mimi nawaambia hivyo, nishakuwa kwanza kuzipata. Bali nitumia karatasi ya kuniambia ndapata 5600, 5600. Hii 1400 wanaanza kuzipana. Lakini sasa haiko check wala sio cash, utazipata income tax yako. Income tax yako itakuya, ule mtu mwenye atakuhesabisha ile income tax njoo atakupatia ile 1400. Mimi niko na watoto watatu na mimi mwenyewe tuko watu waine 5600 ndio nimepata mimi na watoto wangu watatu. Jamani muzali, mimi hapa niko kwa magoti na muomba Mungu anipatie mapasa mbili. Yaani hii mwaka niko na mtoto wa mwaka, lakini niko napiga magoti ndio nipatie hata na mapasa ya wakwe watoto watano. Ndio ndazola pesa hapa Marekani. Mwenye hafanyi biashara kwa hizi pesa za Biden, kuanzia hii truasa ya watoto, 250 ya watoto na kuendelea mpaka 2000. Ngoni onalianza 2021 mwezi wa 7, 2022, 2023 mwezi wa 12 ndo zinasimama hizi pesa. Ndo anafunga pesa yake miaka 3 na miezi ngoni ni wa 8, wa 9, wa 10, wa 12 na miezi 4. Miaka 3 na miezi 4 iko na pana hii truasa na 250 ya watoto. Mwenye atakatala kufanya biashara, mwenye atakatala kununua nyumba, huyo atakuwa ni mwanamke mpumbafu, huyo atakuwa mwanaume mpumbafu. Bengine wanaweza fanya biashara kupitia hizo pesa za Biden. Hiyo truasa kila mwezi. Uko na watu wako watatu, uko unapokea nefsa edisi. Mimi nakwambia vujuu niko na watu watatu napokea nefsa edisi na senta 3. Ndio mimi napokeaga mimi na watu wangu watatu. Ndio pesa wanapokeaga. Pala kusa $90 pa $1000. Sasa wewe ukipata hiyo 5600, wewe na watu wako watatu. Sasa tuseme juu kila mtu kichwa cha mtu ni 1400. Mkiwa watu 10, unasikia ni pesa ngapi mtakuwa mlipokea? Pesa mingi. Kisha ukatale kuifanyia biashara, ukatale kununua nyumba. Kesho utakuwa kwanza kukufa, hauachi watoto nyumba. Kesho utakuwa kwanza kukufa, hauachi watoto hata kampuni yoyote. Ola biashara yoyote, sema mamangu aliacha tena kilo kiandagala mnyumba tukiuzisha ili kisho kitufikisha tambele. Uko mpumbafu mwanamke gani? Mwanamke gani? Wewe mwenyewe utafanya biashara, ukufe unacha madeni. Cha kwanza utachukua makeup ya wenyewe kwa Walmart, haujailipa mtoto yake kulipia. Cha pili utaenda kukamata masutie makaliso mu Walmart, haujalipa. Utaenda kamata TV, haujailipa. Unaenda kamata sijui mama lipstick kwa raha zako, haujailipa. Uende kamata mawigi, nyiba kina wadada unapenda mawigi. Uende kamata mawigi, haujailipa. Uende kamata saka meza wenyewe mu Walmart, haujailipa. Uende murozo uchukundule vya wenyewe, haujalipa. Kisha ukufe mtu wako unapate matatizo. Jamani, ukufu unaachia mtu wako nyumba, hata kama ni nyumba ya deni, panabaki mwaka umoja haujailipi. Serikali itasema mama huyu au watoto alilipa nyumba miaka fulani, pamebakia mwaka umoja, serikali ifanye inawasupport wale watoto. Lakini sio wewe ukufe na TV ya deni, ukufe na makeup ya deni, ukufe na malips stickers za deni, utabadilisha karaza. Gizo unabasha kaleso masuti, ndio siku unabasha malips stick. Wende ukamate masaka mea wenyewe. Wende ukamate muduka wa Afrika, sasa hatujasema. Ukamate waxi, sijui waxi reale. Wende ukamate mabubu. Wende ukamate mabazerish. Wende ukamate mifuko ya bunga. Wende ukamate manyamunyam. Ukamate mandagala. Ukamate sijui machipsi. Ukamate yote ni madeni tu. Mama, wewe ulikuwa Amerikani kukia kuchukua vitu vya wenyewe madeni, au ulikuwa Amerikani kutafutia watoto maisha? Na kingine nataka niwaambie, hii kutuma pesa Afrika sana. Kutuma pesa Afrika sana inafanya watu kuwa maskini. Utatumana $10. Haujalipa bili ya moto, haujalipa bili ya mai, haujalipa bili ya gezi, haujalipa internet ya wenyewe, ulichukua TV ya deni, haujalipa, ulichukua mifuko ya bunga kwa msoko wa Afrika, haujalipa, wewe ndio unatumana pesa Afrika. Haujalipa nyumba, wewe mwenyewe utuma pesa Afrika. So, tena hapo hiyo pesa Afrika, mwenyewe uko unazitumia. Hafanyi biashara, hayengi nyumba, hana business yoyote. Tuseme biashara sasa vile ndagala, kuuza unga, sasa vile tumekeke, ana duka yake basi. Au tuseme na biashara kutransfer vitu Amerika kwa Afrika.
Sasa vile mtu mwenyewe kwa hapa Amerika sema hivi ananitumishia vitu fulani, ile intere tunakuwa tunagavula. Hana ile tena mawazo. Ile kuna mawazo tu akule nyama leo, kesho samaki, kesho yake chips, ndagalo simwambii. Anatupa. Anakuambia mimi nikule hivi. Hana muda. Kauchungu hana ile muda. Wewe mwenye uko Marekani uchubuke mikono asubuhi mpaka magharibi. Uko unamsaidia yule mwenye Afrika. Lakini yule mwenye Afrika ndio nakuponda wewe mwenye uko Marekani. Kuanzia leo mfunguke akili kwa hii pesa ya Biden 1400, hii 300 ya watoto, 250 ya watoto. Kusanya rangwa mfuko wa ndaga sijui $200 $300, uanze kusha juu sashe ndagala hapa ni $50. Ukirangua sashe 100 au sashe 200 za ndagala unausha ku sekanti ile truasa yako wala ile desa yako itarudisha mara mingi. Kesho yake kuna leo na kuna kesho. Unaweza katuweka duniani. Unachata watoto nyumba ya meal days. Tuseme ya saa event. Nyumba za bei chini kuanzia vyumba 3 kupanda. Kuna za 65, kuna za 80, kuna za 90, kuna za esa, saa 10, saa 20. Nyumba ya mzuri kabisa utaikala ndi unasema kweli hapa niko paradiso. Turwasa 350. Kuilipa miaka mingapi? Miaka 15. Mama, sio pesa mingi. Ukishajisantre wewe na mume wako. Na kama kuna mtu mwenye anafanya kazi, unajisantre mnajikusanya. Ile nyumba ya desa 350 au tuseme nyumba ya 400. Kwa miaka 15 au miaka 20. Mkiwa mbako watu 5 mnafanya kazi. Kila mwaka mnatoa 10,000 ile matax 10,000 mnawapatia. Kila mwezi mnakuwa mnalipa 3,000. Mtakia shutike ile miaka 15 wala ile miaka 20 mnakia kuilipa miaka 5. Mnalipa juma ukinunua nyumba mabila ikwagi mingi. Bila ya moto inakuwa ni 65, bila ya maji inakuwa sa vile 50 au 60. Haikwagi mingi kama vile nyumba za kurenti. Lakini yule mwenye alirenti nyumba 1,200, 1,300, 1,400 mpaka kwa 2,000. Bila ya moto inakuwa ni bei. Bila ya moto inakuwa 250 au 300 juu ni nyumba kupanga. Lakini kama ni nyumba kununua, bila zinakuwa ziko chini sana. Juu atahesabia ile pesa yenye uko natoa kwa vile ni nyumba. Internet haitakuwa mingi, itakuwa ni 45 au 46. Jamani nawaomba, hii ni ushauri wangu. Yule anayesikia ushauri, akomate message yangu. Akomate pale chini ya YouTube yangu. Subscribe, share, review kwa raha zake. Hii ni ushauri na wewe wapatia. Na ni akili nataka niwafungue sisi wa Afrika. Wazungu wanatuzidi akili. Sana sana Wanyamurenge ndo wana akili. Wanaikaa Marekani lakini kwao wanajenga. Lakini sisi Wakongomani tunaikala hapa, tunaikalia ndo madeni. Au utasikia Mnyamurenge walichukua vitu vya madeni, asikose kusaidia Afrika. Ananunua ng'ombe zake 6, 7, 8, 12 kwa raha zake. Ataikalia madeni hapa Marekani. Lakini kule kwa Afrika ameshajenga. Ameshanunua mang'ombe, ameshanunua mambuzi, amenunua makondoro, yani amefanya maisha mazuri kwao. Kuna leo na kesho anafukuzwa, ateka mnyumba yake mzuri, ana vitu vyake vya nyanya anategemea, kuna mang'ombe, mambuzi, makondoo, makuku anategemea, mabata amefuga kule. Lakini wewe Mkongomani, kitu unachofuga Marekani ni madeni tu. TV, makeup, kwa raza masakame, mabobu, mabaze, ndio unaikalia tu Marekani. Kwa hii pesa Biden. Jamani nawaomba, tufanye biashara mbalimbali. Rangua ndagala, mikeke, nyam, samaki, uuze mduka yako. Renti duka. Bengi wanikala kurenti duka. Una renti duka, unakuwa unaifanya biashara yako. Unandosi unafanya biashara Afrika. Unaingia sababu kuna mtu sababu ndugu yako mnaelewana, anakufanyizia business. Unakuwa unampatia pesa na kupandisha ku post na wewe unafanya biashara hapa Marekani na maisha yanasonga. Gisi uko unafanya biashara yako hapa. Na ndio siku unachukua nyumba ya deni uko unalipa pole pole. Baada ya siku utakia shituko unakuwa tajiri. Hautakuwa tajiri kwa madeni. Ule leo chukulia deni ndio unakuwa tajiri kwako. Utachukua TV ya Truwasa unalipa 5. Sio unasikia hapo nani mwenye anakuwa tajiri kati ya wewe mwenye ulikopa na ule mwenye ulikopesha ni nani? Ule mwenye deni lake ndio unamfaidisha 200. Utachukua TV ya 1,000 unalipa 1,500. Tayari mfaidikisha ngapi? 500. Na sio 500. Juu utahesabia kwa matax, utahesabia kuna ile ile siju masensi ile ya yulu. Ile ya masensi ya yulu. Unakuta ulichukua TV ya 1,500 unalipa 2,000 au 3,000. Utachukua nyumba ya 250. Lakini wakifatana huko na madeni mingi, nyumba inapanda bei. Jamani, na waomba, nawasi sana.
tufanye biashara, tusifanye madeni. Mwenye alisikia message yangu, naomba nitumie message kwenye Facebook yangu. Na kama una Facebook, comment hapo chini uandike wana hii maneno aliyotuambia. Ulitupatia wazo nzuri. Najua hii ni wazo nzuri na wapata, lakini wamoya wataona sasa vile ni ujinga na upumbavu, lakini sio ujinga na upumbavu. Kwa hii pesa Biden anatoa hii. Biden sio mjinga kutupatia hii pesa. Aliona kama vile tunaikalia madeni. Sana si ngozi nyeusi. Tunajifanya wajanja. Hatuna akili. Wamoya wenye akili wameshajenga Afrika. Wamoya wenye akili wameshafanya biashara kitambo, lakini wao unaikala madeni usumpa kama magharibi. Sasa kwa sasa ndo nini? Tutaikalia madeni, alafu unakuta ile uliacha kamkate kamondo kabatoki banabakiana. Unakuta nyumba mzima ilikuwa na hela masakame, masakoshi, sijui makeup sana nyi bakina ba mama badada. Unajiremba nyi basingo nyi. Ndio mna matatizo. Sana mama singo. Anajiremba usumpa kama ngara na maza masata aliko mwezi kwa jiremba. Ngondo ataangalia kama atapata bwana mbarabara. We dada we. Unajiremba usumpa kama ngara ndio angalia kama utapata boyfriend. Ile urembo ile unyuko nayo. Muangalie mimi mara nyingi sikogi na posta picha niko na makeup. Na kwa na posta picha sina makeup na video. Na kwa jikamata video sina makeup. Mimi sio mtu. Wala sitapendwa. Sijaolewa. Nicho niwaambie ukweli. Juu sijaolewa. Naikala nyumba lakini naishi na boyfriend wangu. Niko naye watoto wawili. Si mimi naishi na yeye bila makeup. Lakini we utaangamiza mwanaume wa wenyewe. Baby nataka makeup ya sasa 50. Baby nataka lipstick ya $30. Unafikiri ule mwanaume sio mtu kama we? Ni mtu kama we. Lakini we dada, haujaolewa. Fanya akili, fanya biashara yako. Usimsumbue mwanaume wa wenyewe. Asema kwa sababu kwa boyfriend wangu mkama kunipatia $1,000 leo mimi na ubinaisha. Biishi, mulianza kwa pesa. Wakati mkuanza kwa pesa na mumalize bila pesa. Pesa tumeikuta, lakini mapenzi tukuyakuta. Nani mwenye alizaliwa na mapenzi? Hakuna. Ila Mungu ndo mwenye aliyatupatia nayo. Adamu na Eva balikuwa wanajua kama mapenzi yanakuwa. Ndio maana Yesu alizaliwa kwa mfano wa. Ndio maana Maria amemzaa Yesu kwa mfano. Kwa ufahamu tu amelota na amebeba mimba pale. Juu mapenzi yakukuaga zamani. Lakini sasa wewe leo unaweza kuangamiza mwanza kumara macha support. Mara umwangamize 1,000, mara leo 2,000, mara 3,000, unachukua vitu vya madeni, unaangamiza mwanaume wa wenyewe. Maskini ya Mungu, mwanaume kama alikuwa na mamake na babake Afrika wanamtegemea, wewe mwanamke unaenda kumwangamiza bila sababu. Haiko mtu amekuachia, sio chochote, unamwangamiza tu bila sababu. Tuache tabia. Mimi nawaomba tu tufanye biashara, si ngozi nyeusi. Tufanye biashara. Hii pesa Biden anatupatia ili tufanye biashara. Juu kuna leo na kesho anafunga benki yake. Utafanya nini? Utakuwa mgeni wa nani? Lakini akifunga benki yake, uko na ile duka yako, mama, utampigia hata simu mwambie Biden, asante. Umenipatia njia ya kufanya biashara. Umenipatia njia ya kununua nyumba, sijui na kufanya vitu mbalimbali, business mbalimbali. Bye.